kuna watu wanajipitisha, wanapiga kelele sana, wanataka attention. Na waambia mimi ni kisiki cha mpingo na Tarime ina uzoefu wa kushughulikia watu kama wale. Sitaki kuwapa jina sana, tukutane ulingoni. Taarifa Mheshimiwa Spika. Jambo la pili. Taarifa Mheshimiwa Spika. Nitaka kumpa ndio Mheshimiwa Njambi. Nitaka kumpa taarifa Mheshimiwa Heche, hili la aliloliongea linahusiana na bajeti ya wizara ama halina mahusiano? Kama halina mahusiano basi aliondoe. Taarifa hiyo Mheshimiwa Heche, endelea. Mheshimiwa Spika, tafadhali sana. Hii tabia inayojengwa na wabunge ambao ni wa chama tawala, nitunzie muda. Lakini vyema tukasema Watanzania wajue sio sawa. Endelea Mheshimiwa, muda wako unakwenda. Mtu anaanza kusema jambo moja tu, mtu anainuka na taarifa. Mheshimiwa Spika, naanza na jambo ambalo nimelizungumza kwa miaka yote. Malipo ya fidia ya watu wa Tarime maeneo ya Nyamongo. Mheshimiwa Doto umekuja pale mara kadhaa, alikuja Waziri Muhongo na kila waziri ameenda pale. Na mara ya mwisho rais alipita pale akiwa na mawaziri karibia wote. Akamwagiza waziri wa ardhi, waziri wa madini, waziri wa maji, swala lile la Nyangoto, Kewanja, Nyakunguru na Matongo lishughulikiwe liishe. Ile ni haki ya watu Mheshimiwa Doto. Mtu anachukua eneo lako ambalo unaishi na watoto wako, sio hisani. Watu wa Tarime hawaombi hisani popote, wanataka haki yao. Nyie wenyewe serikalini mmethibitisha kwamba watu wamepatwa na maji ya sumu, watu wamekufa, mifugo yao imeharibika, imekufa, ardhi zao maeneo ya Kuinyunyi, Kuimange uliona pale hailimiki tena. Watu wamepata matatizo makubwa. Kama kweli serikali yenu inajali watu wanyonge, maliza lile swala liishe, na lisikae kuwa swala la kisiasa na wanasiasa kuwa wanajitafutia chakula. Lile ni swala ambalo liko wazi, watu wamechukuliwa ardhi yao. Sheria ya madini mwaka 2010 inasema mtu ambaye yuko kwenye mining active areas 200 meters ndani alipwe, ahamishwe. Tafadhali hilo swala liishe, na nilitaka hilo nianze nalo. Swala la pili ni ushauri. Sasa hivi kwenye janga hili la corona, nimesoma kwenye taarifa yako umesema wafanyakazi wa migodi ni zaidi ya 190,000 ambao wameajiriwa kwenye migodi. Unapokuja kuwind up, uwaambie Watanzania hao wafanyakazi mmechukua hatua gani kama serikali kuhakikisha wako salama na familia zao zinakuwa salama. Lakini pili, uwaambie mna mpango gani kama hali itakuwa mbaya na tukalazimika kwenda kwenye lockdown. Isije ikawa kama kwenye mashule sasa hivi. Nimepata message hapa, walimu wanaofanya kazi kwenye shule binafsi wameanza kuondolewa kazini na wanaambiwa hawatalipwa mishahara. Kwa hiyo useme na uelekeze kwamba ikitokea migodi imesimama kuzalisha, watu hawa wasisimamishwe mishahara yao, waendelee kupata haki, kwa sababu wanahitaji chakula, wanahitaji kutunza watoto wao na madawa. Mbaya muda wenyewe nao umeisha kabisa. Kwa hiyo tunaendelea na Mheshimiwa Msukuma, Mheshimiwa Joseph Msukuma. Huyu alikuwa amekamatwa. Muda umeisha kabisa Mheshimiwa. Alikamatwa kwa wizi na bahati mbaya muda umeisha. Na kuomba sana muda umeisha.